Ni heshima kubwa kwangu kufungua rasmi warsha hii ya 4 ya Shirika la Hali ya Hewa Duniani kuhusu utabiri wa kiutendaji wa tabia nchi, yani Operational Climate Prediction. Tunajivunia kuwa hii ndiyo mara ya kwanza workshop hii kufanyika barani Afrika, jambo ambalo linaridhisha nafasi inayozidi kuimarika ya Afrika katika sayansi ya tabia nchi. Zamani workshop kama hii ilikuwa haiwezi kuja Tanzania. Sasa inakuja sio Tanzania tu, lakini ni mara ya kwanza kuja Tanzania. Wamefahamu kwamba na sisi wa Afrika sasa tunathamini sayansi kwenye utabiri wa hali ya hewa. Asanteni sana. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, warsha hii inalenga kuimarisha uwezo wa nchi kutabiri hali ya hewa na tabia nchi kwa usahihi zaidi ili kuwezesha utoaji wa tahadhari za mapema zinazookoa maisha, kulinda mali za watu na kusaidia maamuzi katika sekta muhimu ikiwemo sekta ya kilimo, usafiri, maji na usimamizi wa majanga. Aidha, warsha hii au semina hii imewakutanisha wataalamu. Nimeambiwa kuna wataalamu karibuni nchi 20 ambao wako watu kama 200 na wengine wanatufuata kwenye online, wanasayansi na watunga sera kutoka duniani kote ili kubadilishana uzoefu, kujadili matumizi ya teknolojia za kisasa na kuendelea kuboresha huduma za hali ya hewa zinazochangia maendeleo endelevu. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kutokana na kuongezeka kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo mafuriko, ukame, mawimbi ya joto na vimbunga, ninatarajia warsha hii itatoa suluhisho za vitendo zitakazoboresha utabiri wa tabia nchi na kuimarisha mifumo ya tahadhari mapema. Ninawahimiza kutumia kikamilifu maendeleo katika sayansi ya utabiri ikiwemo kompyuta zenye uwezo, yani supercomputing system, na kompyuta zenye kuchakata maarifa kwa kasi, akili unde na machine learning ili kutoa utabiri wa haraka, sahihi na unaoaminika. Tukitumia teknolojia hii za kisasa, kwanza tutafanya kazi ya utabiri ya uhakika. Error itakuwa ni ndogo. Pili, tutafanya kazi hiyo kwa muda mfupi sana. Na tatu, data utazopata ni za kuaminika. Kwa vile lazima tukumbatie sayansi katika utabiri wa hali ya hewa. There is no room. Ile mambo ya kutabiri tu kama mganga wa kienyeji haipo. Sasa tuna teknolojia, lazima tuitumie. Jina langu ni Ladislaus Changa, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania na makamu mwenyekiti wa Jopo la Kimataifa la Sayansi ya Mabadiliko ya Hali ya Hewa na Tabia Nchi Duniani. Warsha ya namna hii mara ya kwanza ilifanyika kule India mwaka 2015, ikafuatiwa na warsha ya pili ambayo ilifanyika kule Barcelona 2018, na warsha ya tatu ilifanyika Portugal, Ureno 2022, na sasa kwa mara ya kwanza katika bara la Afrika warsha hii ambayo inawaleta wataalamu bingwa wa masuala ya utabiri wa hali ya hewa inafanyika hapa Tanzania katika mji wetu pendwa wa Arusha. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, lakini kushukuru sana Shirika la Hali ya Hewa Duniani kwa kuleta warsha hii hapa Tanzania, na hii warsha inaleta pamoja zaidi ya washiriki takriban 300, ambapo washiriki takriban 200 wanashiriki moja kwa moja katika ukumbi huu wa Pap Tower, lakini vile vile washiriki takriban 100 wanashiriki kwa kupitia njia ya mtandao, na inaleta washiriki kutoka zaidi ya nchi 20 duniani. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Profesa Makame Mbarawa ametufungulia warsha hii na kutoa nasaha zake ambazo zitakuwa ni chachu ya kuhakikisha majadiliano katika warsha hii yanafanyika vizuri na yanaleta manufaa makubwa kwa dunia, kwa Afrika na kwa Tanzania, kwa kuendelea kuiamini Tanzania na Mamlaka ya Hali ya Hewa na kuendelea kusaidia kwa namna moja au nyingine katika kuimarisha huduma za hali ya hewa katika bara la Afrika kwa ujumla wake, lakini pia kwetu kama Tanzania.